Mambo vipi mtazamaji wa Kariakoo Media? Leo tupo kwa Mr. Mwanya, comedian lakini pia ni shabiki wa Yanga. Lengo kubwa ni kuzungumzia kuhusiana na Kariakoo Derby ambayo imepangwa tarehe 25. Tumeona ni mtu ambaye anaposti sana kusema kwamba tarehe 25 tuna kazi kubwa. Atuambie mwenyewe hapa analipi la kusema, lakini pia kuzungumza na kazi zake pia zinaendaje. Mwanya, mambo? Safi, mambo vipi? Safi, mambo yanaenda? Mambo yanaenda, namshukuru Mungu. Kwanza ongera. Nikikwambia uizungumzie siku ya baba duniani, unaizungumzia? Siwezi kuzungumzia chochote, sina experience. Kwa niwaje kwa wakati mwingine. Kwa nini? Si mgeni. Sijui chochote, yani sijui chochote. Sina hata kikao kimoja shuleni. Kwa hiyo nafikiri next time ndio unajisikia. Mimi najisikia vizuri, of course, najisikia vizuri sana. Kuitwa baba. Najisikia vizuri. Najisikia poa. Hamna zaidi hapo? Najisikia tu vizuri, hamna zaidi hapo. Haya, umekuwa ni mtu ambaye unaposti sana kuhusiana na Yanga baada ya tarehe mpya kupangwa ya Kariakoo Derby, mitikasi hapa na pale kuhusiana na hiyo mechi ya tuchezi. Unaposti sana. Ni nini hasa kinakuvutia, lakini pia unazungumziaje Yanga? Na wewe ni shabiki wa Yanga. Mimi ni mshabiki kabisa wa Young African. Kuhusu kuposti nafikiri ni mihemko yangu, ni kupenda kwangu, kwa sababu ndio maana tukasema ushabiki. Ushabiki maana yake ni kupenda kupindukia, ulevi kupindukia. Kwa hiyo so far, kwa sababu ninao watu wengi wananifuatilia na wanapenda kile ambacho kinakifanya kuhusiana na Yanga kwenye swala zima la michezo. Kwa hiyo nimekuwa nina kila sababu ya kuweka burudani, ya kuweka tambo, ya kuweka lakini pia taarifa zinazohusu club kama sehemu ya msaada kutoka kwangu mimi, au kama sehemu ya mchango kutoka kwangu mimi kama shabiki, kama influencer kwa timu yangu. Lakini kipindi ambacho unasikia Yanga wanagoma kwamba tuchezi baada ya Machi 8 kugairishwa mechi, ikapangwa tena tarehe 15, ikapangwa tena tarehe 25, wewe kama shabiki ulikuwa unajisikiaje? Kwa sababu mimi nauelewa, kwa kitu ambacho mimi nilikuwa nafuatisha order kutoka kwa wakubwa. Inawezekana kiongozi akasema tunaelekea magharibi, wewe ukasema ninaelekea mashariki, ni utapotea. Kwa hiyo kile kiongozi ambacho walikuwa wanakisimamia, na sisi kama mashabiki na wapenzi wa timu, mara baada ya kukiangalia kile kitu ambacho kinapiganiwa ni kweli, ni haki na kinastahili kipiganiwe kweli kweli, ndipo tukatoka fronti kwamba yes, kama ni viongozi wamesema tucheze kwa sababu hizi, na sisi pia mashabiki na wadau na wapenzi wa hii club, na sisi pia tunafuata order, hatuchezi. Na sio kwamba hatuchezi kwa kumwogopa au kwa kumhofia mtu yoyote, sio mtani tu, mtu yoyote, ila tu lazima kuna vitu viwekwe sawa. Lazima pia kuna watu ambao walifanya ubadhirifu, upangaji matokeo, mona wapewe adhabu na vitu kama hivyo. Ndivyo tucheze. Na mmeona yale ambayo tulikuwa tunayariria yametokea, tumekubali kucheza kwa msaada pia na kwa maelekezo pia ya Mheshimiwa Rais. Kwa sasa ni rasmi, sasa tarehe 25 sisi tuko tayari kucheza. Sasa hatujajua wao kama wataleta timu. Sakata ilianza Machi 7, Simba walipogomewa kuingia uwanjani kufanya mazoezi ya mwisho kama ambavyo kanuni na sheria zinataka. Kwa upande wako wewe unaona kosa lilikuwa kwa nani? Na ambao wamejiuzulu ni sawa? Wamejiuzulu ni sawa Yaani mtu amejiuzulu afu useme eti sio sawa wakati kajiuzulu mwenyewe. Yuko sawa, kakimbia lungu. Kuhusiana na ile siku ya kuhusu kufanya mazoezi, ni uwezi tu, yani from nowhere tu, hata kama ndio una mechi na mpinzani fulani, from nowhere tu ukaenda tu kutumia uwanja kwa namna ambazo wewe unazijua, sababu kila sehemu kuna taratibu zake, kuna sheria zake. Utaingia muda huu, utaingia na idadi ya watu, na watu wao wa design hii, utafanya mazoezi, utatoka. Sasa mechi ni ya wachezaji na wachezaji, makocha, benchi la ufundi na viongozi. Wewe unatuletea wazee, unatuletea mifugo, unatuletea mavibuyu manini. Sasa nchi na taratibu zake. Watu sasa mimi sitaki tuanze kuzungumza vitu ambavyo tayari vilishatokea, vikaoneshwa, vikaonekana, vikazungumzwa na wakakiri, wakakubali, na ndio maana tukucheza. Sawa, na kama sisi tungekuwa tumedanganya au tumegushi, maana yake sidhani kama eti tungefikia huko, au kama tungesikilizwa madai yetu.
Unanipata? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilikuwepo. Kwa hiyo kuhusiana na kucheza ni hiyo tarehe 25. Watu ambao tulitaka wajiuzulu walizingua na kweli wamejiuzulu, kwa hiyo safi kabisa. Yaani sasa hamna makando. Tunasema yenyewe dabia haina kipengele. Unazungumziaje mchezo huo kuendea unavyoona kikosi chako mnaenda kushinda? Ni upande mmoja. Yaani mpira ndo yaani mpira una matokeo matatu, lakini mpira una tokeo hili moja tu, Yanga kushinda. Kwa nini Yanga kushinda? Yaani wasitegemee tu kwamba eti mpira utadunda, sijui kwamba sijui nini, sijui vitatokea, sijui mvua itanyesha, sijui nini, hamna kitu kama hicho. Mpira utakuwa na matokeo ya aina moja tu, Yanga atashinda. Kwa sababu physical, unaona wachezaji mpaka sasa hivi hawapo kwenye kampeni, hawapo kwenye mdomo, wanafanya mazoezi. Tunaongoza ligi na tunataka kweli kombe hili, tunalitaka, hatutaki kupoteza kitu chochote. Lakini pia wachezaji wana ile passion, wanahitaji mchezo. Ukimfuata mtu kama Pacome, ukimwambia vipi sasa mechi na Simba, anakuambia mbona inachelewa. Ukimfuata mtu kama Alidaucho, yani watu wanausubiri mchezo kwa hamu. Yani kama ni miamko ya kiwango cha juu zaidi kwenye mchezo. Mchezaji gani unamkubali pa Yanga? Mimi nakubali wachezaji wote. Specific siwezi kusema eti namkubali mchezaji fulani, hapana. Ila na wakubali wachezaji wote kwa sababu ukiangalia wote viwango vyao kwa karibu havipishani sana. Yaani ile spirit, mimi waga naangalia spirit. Mimi siangaliagi ufungaji wala waga siangaliagi skills, siangaliagi hizo. Mimi nachoangalia ni spirit, the way mtu ambavyo anapambania timu. Kama mtu kama Ibrabaka, kama mtu kama Amini Jigijiara, mtu kama Pacome, Aridi, Mudathiri, Mzize. Yaani kweli unaona kabisa yeye sawa kuna kitu anakihitaji, Prince Dube. Kwa hiyo sina specific mchezaji fulani. Na ndio maana hata wao ameondoka Ziki, lakini huwezi kukuta wanashupalia mitandaoni kwamba kaondoka Ziki. Hii timu itakuwa ina utofauti fulani, timu haina utofauti wote. Iko vile vile, wanasema no Aziz no problem. Iko vile vile. Lakini wapinzani wenu wanasema kwamba walikuwa wanamhofia Azizi kuelekea Kariakoo Derby. Hiyo ni kawaida, mbona walikuwa wasemi? Sio Azizi tu. Yaani pale akiondoka mtu yoyote watakwambia kabisa tulikuwa tunamhofia nawe. Akiondoka Ibrabaka watasema ukuta wenu. Akiondoka Jigijara watasema akipa Akiondoka Pacome watasema Sasa hizi wapo wanafanya dua Mzize aondoke aende, siku na zetu teso akasema Mzize anaenda Wydad. Kwa wanafanya madua yao Mzize aende Wydad. Kwa wanaogopa timu nzima ya Yanga. Sio eti mchezaji fulani. Mbona Ziziki kipindi yupo walikopondo wao wanapiga kampeni za kusema kwamba hana lolote analolijua, Mobeto anamaliza nini. Sasa kaondoka wanalopoka yote, wanatubu. Kwa ni watu ambao wanazungumza kulingana na kile kitu ambacho kinatokea. Lakini timu kama timu ni ile pale imetimia yote, tofauti na wao ambao ni timu tu ya mchezaji mmoja. Baada ya taarifa kwamba wanacheza tarehe 25, hawajatuma post yoyote au hawajasema chochote. Wanaogopa kwa nini? Wanaogopa. Yaani hiyo ni kawaida kabisa. Kwa sababu wao kitu ambacho walikuwa nakitegemea ni kwamba ile sisi kampeni yetu ya hatuchezi. Walifikiri kwa sababu ilikopo ni quarrels baina yetu sisi klabu na viongozi. Sasa ni sasa na mtoto agombane, mjumbe agombane lese na mwenyekiti, kiongozi fulani wa juu. Ukitizama ile kesi kwa haraka unajua kabisa kiongozi yule ndo atashinda. Kwa hiyo walikopo wana 100% kwamba sisi hatutocheza, watapewa sasa pointi za bure 15, watambulie hicho kikombe. Na misimu ile ambao tusingeshiriki pia wangebaki na timu hizi za ajabu hizo, wangeshinda, wangechukua vikombe. Kwa hiyo wangekuwa na uwezo sasa wa kufanya kurudi sasa kujirudisha kwenye, kwa sababu wameshapoteana. Kwa hiyo taarifa za kusema kwamba yale matakwa yetu sisi yameshafikiwa, tunacheza, ni taarifa ambazo yani mpaka sasa hivi tunavyoongea unaambiwa kuna mgogoro kwenye klabu yao. Mgogoro Simba. Yani sio viongozi, sio wachezaji, sio nini. Kuna wengine wanashinikiza wasicheze, lakini kauli imetoka kwa amiri jeshi mkuu, chezeni. Wawakilishi wenu walikuja hapa Ikulu Chamwino, wawakilishi wa Yanga walikuja hapa, wawakilishi wa bodi wakapatanishwa na mheshimiwa rais, amiri jeshi mkuu. Chezeni, order imetoka, chezeni. Sasa hatokea mtu asicheze hao.